Hello mpenzi wa simulizi inayokwenda kwa title ya The Origin of Israel. Leo nataka kukusimulia bonge la story linalohusu ukuta ambao ulidondoka wenyewe bila kubomolewa kwa kutumia vifaa vya kisayansi na kitaalam kama vile katapila au grader. Historia inatueleza kwamba huu ukuta ulikuwa ni famous sana, tofauti na kuta nyingine kwa sababu ulijengwa kuzunguka mji wa kibiashara uliokuwa unaitwa Jericho kwa ajili ya kuhakikishia watu waliokuwa wanaishi ndani ya mji wa Jericho ulinzi wa mali zao na usalama wa maisha yao. Tunaambiwa kwamba huu ukuta ulikuwa ni mrefu sana kuelekea juu, lakini pia ulikuwa ni ukuta mpana sana uliotosha kupitisha magari mawili makubwa ya kivita kwa wakati mmoja. Yaani kwa lugha rahisi tunaweza kusema kwamba huu ukuta ulijengwa mpaka ukatengeneza barabara kwa juu ambayo ilikuwa na uwezo wa kupitisha magari makubwa mawili. Kwa sasa hivi tunaweza kusema ni hizi semi trailer au gari za mizigo ambazo zinaenda nchi jirani. Yaani ukuta ulikuwa ni hatari sana. Yaani unaweza kuelewa kwamba hata hao mafundi ambao walijenga huu ukuta walikuwa ni mafundi ambao pia ni hatari, kwa sababu unaambiwa ukuta ulikuwa ni mrefu sana kiasi kwamba kwa ndani kulikuwa kuna watch tower, mnara wa ulinzi ambao ulikuwa unatumiwa na askari wa mji wa Jericho kwa ajili ya kufanya doria na ulinzi. Tunaona kwamba askari walikuwa wanautumia huu mnara, walikuwa wanapanda juu kutazama kwa nje ni nani ambaye alikuwa anaingia na kutoka ndani ya mji wa Jericho. Sasa unaweza ukaniuliza maswali, ni kwa nini mji wa Jericho ulikuwa umezungushiwa ukuta? Sasa kama wewe ni msomaji na mfuatiliaji mzuri wa vifungu vya kwenye Biblia, utagundua kuna baadhi ya miji mingi sana ambayo ilikuwa imejengewa kuta kwa ajili ya kufanya ulinzi na usalama, na mfano wa miji hiyo ni mji wa Gaza. Na story hii tunaithibitisha katika kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 2 hadi wa 3. Tunamuona Samsoni, yule ambaye tunamsikia sana sana akizungumziwa na Delila, ameenda kulala katika mji wa Gaza, lakini Wafilisti walipomvamia aliamua kwenda kung'oa mlango wa mji ili aweze kutoka. Hii tunaweza tukajiongeza kwamba inawezekana mji wa Gaza, lango la mji lilikuwa limefungwa, watu walikuwa hawawezi kutoka na kuingia. Kwa hiyo Samson, kwa sababu tunajua kwamba alikuwa ni mtu wa heka, alikuwa na manguvu sana, aliweza kwenda kung'oa lile lango la mji alafu akaondoka nalo, maana yake akapita na lile lango la mji. Sasa unaambiwa kwamba zamani watu walikuwa wanajengea miji yao fence, kwa sababu watu wa zamani walikuwa wanapenda sana kufanya conquering. Utekaji ulikuwa ni nje. Watu walikuwa wanafanya uvamizi kwenye miji, kwa sababu kuna baadhi ya miji ambayo ilikuwa inaanzishwa ni mipya. Kwa hiyo ile miji ambayo ilikuwa ni mikongwe ilikuwa inatamani kwenda kufanya utekaji kwenye ile miji ambayo ni mipya, ili waweze kuongeza maeneo ya kibiashara, lakini pia waweze kufanya maeneo kwa ajili ya kilimo, lakini pia waweze kuwatawala wale watu ambao walikuwa wanawateka. Na kama wewe ni msomaji wa Biblia utathibitisha hili, kwa sababu katika Biblia kumekuwa na vita nyingi sana. Utasikia taifa fulani likatoka kwenda kupigana na taifa fulani, sijui wa Midiani wakapigana na Waamori, sijui Israeli wakapigana na mataifa ya Yuda, mara wakapigana na Wafilisti. Vita zote zilikuwa zinahusisha vita za kiuchumi, lakini pia walikuwa wanataka kuhakikisha kwamba wanawateka hawa watu na maeneo yao ili waweze kujiimarisha zaidi. Sasa mji wa Jericho, unaambiwa huu mji ulitia fora kwa sababu huu ukuta ambao waliujenga ulikuwa ni tofauti na kuta nyingine, na hata wakati huu ukuta unadondoka tunaambiwa kwamba watu walishangaa sana, kwa sababu ndio ukuta ambao ulijengwa kwa gharama nyingi zaidi
kuliko kuta nyingine ambazo zimewahi kuzungumziwa katika historia za kwenye Biblia. Sasa tunaambiwa kwamba huu mji wa Jericho unapatikana karibu na mto Jordan, mto ambao Yesu Kristo alipata huduma ya ubatizo kutoka kwa Yohana Mbatizaji. Na huu ukuta wa Jericho ulidondoka kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanatamani kuingia ndani ya huu mji, lakini walishindwa. Na watu hao ni taifa la Israeli ambalo lilikuwa limetoka katika nchi ya Misri utumwani, na walikuwa wanaelekea Kanaani katika nchi ya maziwa na asali. Lakini walipotaka kuingia ndani ya mji wa Jericho, wakakuta tayari lango la mji lilikuwa limefungwa, kwa sababu tayari wale walinzi waliokuwa wamesimama katika ule mnara waliwaona kwa mbali. Kwa hiyo wakatoa maelekezo kwamba wahakikishe kwamba lango la mji wa Jericho linafungwa ili hawa watu wasiweze kuingia na kuteka nyara mali zilizokuwa ndani ya mji wa Jericho. Sasa tunaambiwa baada ya Israel kuvuka katika mto Jordan ambao uligawanyika kama ilivyogawanyika bahari ya Sham. Hii ni story nyingine ambayo nitakuja kuisimulia wakati mwingine. Usifikiri kwamba ni bahari ya Sham peke yake ambayo iligawanyika. Hata mto Jordan uliwahi kugawanyika ukawa nchi kavu, na wana wa Israeli wakavuka kuelekea katika mji wa Jericho ambao ndio mji uliokuwa umezungushiwa huu ukuta ambao ninausimulia. Hawa watu walikuwa na vimbwanga sana. Sasa tunaambiwa kwamba walipofika katika huu ukuta wakatamani kuingia, lakini wakashindwa. Sasa kuna kiongozi wao ambaye anaitwa Joshua, akapewa maelekezo na Mwenyezi Mungu kwamba ili waweze kuingia ndani ya mji wa Jericho hawataki kutumia sururu, jembe, nyundo wala makatapila kuvunja ukuta, ila wafuate maelekezo ambayo walitakiwa kuzunguka ule ukuta kwa siku 6 kimya kimya. Lakini ikifika siku ya 7 watatakiwa kuzunguka ule ukuta mara 7 ndani ya siku ya 7. Lakini ikifika ile mara ya 7 watatakiwa kupiga kelele nyingi sana. Lakini wakati wanapiga kelele, mbele wawepo makuhani ambao wameshika tarumbeta, ngoma na lile sanduku la agano ambalo walikuwa wanalitumia kwa ajili ya kuhakikishia usalama wao. Nitakuja kusimulia story ya hili sanduku la agano lilikuwa ni nini na lilikuwa linawasaidia nini katika safari yao ya kuelekea Kanaani. Hii ni story nyingine ambayo ni nzuri sana na inafundisha. Sasa unaambiwa walipopiga zile kelele, ule ukuta ulishuka wote na ukadondoka. I wonder wakati huu ukuta unadondoka, hicho kishindo ambacho kilitokea kwa hawa watu ambao walikuwa ndani ya ukuta. Lakini pia hata wana wa Israeli, ninawaza jinsi ambavyo walishangaa, kwa sababu kama ukuta tunaambiwa kwamba ulikuwa ni mpana kutosha kupitisha magari makubwa mawili ya kivita, lakini pia ukuta tunaambiwa kwamba ulikuwa ni mrefu. Unaweza kaelewa ni jinsi gani ambavyo kulikuwa na kishindo kikubwa karibu na miji mingine ya huu mji wa Jericho. Lakini pia hata watu waliokuwa ndani ya ule mji wa Jericho, yawezekana pia na wenyewe waliogopa kwa sababu ya kile kishindo cha ule ukuta ambao ulikuwa unadondoka. Sasa hii tunaweza tukasema kwamba kwa mfano mji wa Dar es Salaam pale tuamue kujengea ukuta, alafu geti la kuingilia liwe ni pale stendi ya Magufuli, alafu sasa watokee hawa watu waje wauzunguke ule ukuta ambao unalizunguka jiji la Dar es Salaam kwa siku 6, alafu siku ya 7 ule ukuta udondoke wenyewe. Unaweza kaelewa hilo tifu la hapo ilikuwaje. Sasa unaambiwa baada ya ule ukuta kudondoka, Israeli waliweza kuingia na kuteka nyara ule mji wa Jericho na kufanikisha kile ambacho Mungu alikuwa amekikusudia. Story na kuendelea kwa title ya The Origin of Israel. Usiache kusubscribe katika YouTube channel ili uweze kupata mwendelezo wa story kali nyingine ambazo nimekuwa nikizisimulia zinazohusu Biblia. Ubarikiwe sana kwa wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kuweza kusikiliza story hii. Hola.